Kwa jina anaitwa Juma Msafiri Karibona, ni naibu katibu mtendaji wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, ofisi ya Zanzibar. Tupo hapa katika mabanda haya ya maonyesho ya Sabasaba kwa lengo hasa la uwepo hapa wa Tume ya Haki za Binadamu kutoa elimu na kuwasogelea wananchi juu ya swala zima la kuwapa elimu ya haki za binadamu na misingi ya utawala bora. Lakini kwa muktadha wa nafasi yangu nitaelezea utendaji kazi wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora kwa upande wa pili wa muungano ambao ni Zanzibar. Itakumbukwa kwamba tume ni taasisi ya kimuungano na nchi yetu ya Tanzania pamoja na mambo mengine imeridhia mikataba tofauti ya kimataifa na kikanda ya ulinzi na uhifadhi wa masuala ya haki za binadamu. Sasa jambo hili la masuala ya haki za binadamu limeanza kwenye ngazi za kimataifa, lakini baadaye likaja kikanda, kwa maana ndani ya bara letu la Afrika kuna mikataba mbalimbali ya kikanda ambayo Tanzania tumeridhia. Licha ya hiyo, tukaja ndani sasa, kwamba ndani ya Tanzania katiba zetu mbili za Tanzania, yani katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia nayo katika kuhakikisha kwamba haki za binadamu zina muitikio ule wa kimataifa na zinahakikishiwa ulinzi wake, zimewekwa ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, lakini pia na katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Hizi katiba mbili nazo zimeitikia muitikio wa ulinzi wa haki za binadamu. Kuna haki mbalimbali zimeorodheshwa mule katika masuala haya. Sasa katika hilo pia, katika ulinzi huo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeanzisha hii taasisi ya kitaifa ya ulinzi wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora, ndiyo hii Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Na hii imeanzishwa kwenye ibara ya 129 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kama nilivyoeleza hapo awali kwamba taasisi yetu hii ni taasisi ya kimuungano, kwa hiyo inafanya kazi Tanzania bara kama ambavyo ilivyoanzishwa kwenye katiba na sheria yake ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora sura ya 391, ambayo pia hii kwa upande wa Zanzibar haikuweza kufanya kazi moja kwa moja, isipokuwa imeanza kufanya kazi baada ya Baraza la Wawakilishi la Zanzibar kutunga sheria namba 12 ya mwaka 2003, ambayo hii sheria inaitwa The Commission of Human Rights and Good Governance Extension Act, ambayo imeongeza mamlaka ya tume kufanya kazi Zanzibar. Sasa nini kazi za tume? Baada ya huo utangulizi, kazi za tume ni kama zilivyoelezwa kwenye sheria na katiba, ambazo kwa sababu tume yetu ni ya muungano, kazi zile zile zinazofanyika kwa upande huu wa muungano wa Tanzania bara ndizo ambazo zinazofanyika kwa upande wa Zanzibar. Sasa kazi yetu moja kubwa sana ambayo Zanzibar tunaifanya ni kuhakikisha pia kwa upande wa Zanzibar ulinzi, utetezi na uhifadhi wa haki za binadamu unapatikana. Lakini la pili, tuna kazi ya kutoa elimu kwa wananchi ya haki za binadamu na wajibu wao, hapa ambapo naibu waziri wa Katiba na Sheria ametukumbusha na kutusisitiza kwamba Tume ya Haki za Binadamu tukazie na tuwe na mkazo maalumu kwenye wajibu wa jamii wa kuheshimu sheria za nchi. Kwa hiyo pia tunatoa elimu ya haki za binadamu, lakini wajibu wa jamii kwenye swala zima la kuheshimu sheria za nchi, mamlaka, lakini pia kuweka mkazo wa kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa ina amani. Hii ni miongoni mwa kazi ambazo tumekuwa tukizifanya. Lakini jengine, tumekuwa tukipokea malalamiko ya wananchi, kwa sababu tume imepewa mamlaka hayo ndani ya katiba kwenye ibara ya 130, lakini ndani ya sheria kifungu cha 6 kwamba pia kimeruhusu kwamba mwananchi yoyote au kikundi cha watu wote ambao wanahisi haki zao au haki zake zimevunjwa au kuna ukiukwaji wa misingi ya utawala bora,
basi anaruhusiwa kuja kufungua lalamiko Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, na tume baada ya kupokea lalamiko hilo huwa inalifanyia kazi kwa kulichunguza, ikiwa taratibu za kisheria, ikiwa lalamiko hilo limo ndani ya mamlaka ya tume inalichunguza, na baada ya uchunguzi tume huwa inatoa kitu kinachoitwa mapendekezo kwa ile mamlaka ambayo tumeona kwa namna moja au nyingine imevunja hiyo haki ya mtu au imekiuka misingi ya utawala bora. Lakini kazi nyingine ambayo ya msingi na nasema tunazifanya kwa sababu ni tume moja na Zanzibar ni hizo hizo. Kule Zanzibar tuna vyuo vya mafunzo, huku tunaita magereza, au tunasema tuna jukumu la kutembelea watu waliomo vizuizini, na kwa maana kama hivyo vyuo vya mafunzo, magereza, vituo vya polisi na maeneo mengine ambapo watu wameshikiliwa au wamewekwa vizuizini kisheria, huwa tunatembelea kwa lengo moja tu la kuangalia hali ya haki zao mule za kibinadamu zikoje. Inaweza kuwa wamewekwa mule lakini mamlaka ambazo zimewaweka hazizingatii hali zao. Wale ni binadamu, wana haki zao, pamoja na kwamba wamewekwa ndani, lakini hawatakiwi kutwezwa ule utu wao. Kwa hiyo hilo nalo tumekuwa tukilifanya la kutembelea maeneo kama hayo ambayo watu wanawekwa vizuizini. Lakini pia tuna jukumu ambalo tunalifanya kwa kule Zanzibar la kushiriki kwenye mapitio mbalimbali ya sheria, kwa sababu sheria zinazotungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia zinazotungwa na Baraza la Wawakilishi za Zanzibar, zinahitajika kuzingatia haki za binadamu zisikiuke, na ndio hiyo ambayo tulioianza katika mikataba ya kimataifa. Tunatakiwa hata sheria za ndani tunazozitunga ziwe na hiyo dhima ya kuzingatia haki za binadamu. Kwa hiyo kupitia vikao mbalimbali tumekuwa tukishiriki pale ambapo wizara au taasisi zinazorekebisha sheria, zinazotunga sheria wamekuwa wakialika tume kwa ajili ya kupata maoni ambayo yanahusika. Mfano, hivi karibuni tulishiriki baada ya kualikwa na muhimili wa mahakama kule Zanzibar. Walikuwa wanafanya mapitio ya sheria ya mwenendo wa madai, yani ni civil procedure decree, na tumekwenda na tukatoa maoni yetu kwenye sheria kwa namna kama hiyo. Lakini jambo jingine labda kwa sababu kazi ni nyingi, lakini pia tuna jukumu la kufanya utafiti tafiti ya, kwa maana hizi tafiti tunazifanya kwenye maeneo mbalimbali. Ingawa kwa Zanzibar sasa hivi tukiri hatukuweza kuchukua hatua ya kufanya utafiti, lakini huwa tunafanya. Kwa mfano, inawezekana tunaangalia natumwa kwenye hizo program. Zanzibar kuna matatizo au changamoto ya ardhi. Kwa mfano, migogoro ya ardhi ni mingi sana, kwa sababu ile inaenda kwenye haki ya kumiliki mali. Kwa hiyo tume inaweza ikachukua jukumu la kufanya utafiti kwenye maeneo hayo, na baadaye ikaja na matokeo ya utafiti ule ukawasilishwa serikalini kwa ajili ya utekelezaji wa mambo ambayo sisi tumeyabaini. Lakini na mfano wa hayo kwenye maeneo ya udhalilishaji na maeneo mengine ambayo tume itakapoona inafaa inaweza kufanya hivi. Nashukuru.